Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kwa sasa wacha tuvuke moja kwa moja hadi katika maeneo ya Voi, na ambapo hisia mseto bado inazidi kutolewa kuhusiana na njia ipi bora ya kuweza kuamua vijana kutokana na hali mbovu ya uchumi na jinsi hali ilivyo kwa sasa. Kumbukwa kwamba tumebakisha takriban mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Wacha tuvuke moja kwa moja tuungana naye mwandishi wetu Julius Mariki ambaye atatujuza mengi zaidi. Julius. Naam, shukrani sana kutoka studioni. Leo hii nimeweza kuzungumza na baadhi ya wakazi vile kuhusu mjadala wetu kuhusu ajira kwa vijana hasa tangia mwaka wa 2022. Tupate tu kusikia baadhi ya kauli za wale ambao wameweza kuzungumza nami kuhusiana na swala hili kwenda mbele. Kwa kweli, kwa majina mimi naitwa Elkana Faida Mwangemi ama Baba Junior, Taita Taveta County. Kusema kweli, vijana hawa tunaita majenzi, ni vizuri wapokee mpango zote za serikali ambazo wanajaribu kuwaundia katika kiuchumi, kujenga kiuchumi. Sababu gani? Kama saizi katika nationwide naona president wetu anazunguka akipatia hizi pesa za nyota ambayo 22,000. Hizi 22,000 mtu ambaye anaweza kufanya biashara, hata kama ni biashara ya mboga, kuchoma mahindi, kuingia sokoni, hiyo inaweza kumuinua. So ni vizuri waisipokee na waweze kufanyia biashara, waweze kuzizalisha. Haya, kutoka serikali hii ya tuseme Kenya Kwanza iingie kutoka 2022, nimeona imetengeneza nafasi nyingi sana za ajira, kama hii affordable housing ambao nimeona vijana sana wengi wameandikwa. Hata kuna vijana nilikuwa naangalia hapa Voi juzi, nilisikia kwamba mmoja hata ameandikwa kwamba alimaliza, alikuwa graduate na alikuwa anatuzia nazi. Nikaona kijana sasa hizi ndo supervisor. Haya, katika hii nimeona tena serikali imeinua hii reli ya kwenda Taveta, hapa Taita Taveta County. Na naona wakifika kila mahali, kama ni Mwatate, ni Voi, wakisonga mbele wanaandika vijana wa pale ndo wanapata ajira. So serikali imeunda mpango za ajira kila kona. Haya, nikiangalia tena upande mwingine, kama hizi pikipiki za jana nilibebwa na kijana mmoja na hii pikipiki ya stima. Wanasema hizi pikipiki ya stima ni mzuri, inaenda 100 kilometers. Wakishaji wakichaji to 80 inaenda 100 kilometers. So na inakaa siku 4. So nimeona ni ajira vijana wameshaandikiwa, yani kwamba hii serikali imeweka mpango mzuri sana za ajira kila mahali. Nimeangalia kama ni polisi waliongeza watu, ni juzi recruitment wachukua tu 10,000. Kama ni jeshi walichukua 5,000. Naona wameongeza kila mahali. NYS waliongeza kutoka 10k na sasa wanachukua this time wanachukua 100k. So wamepatia vijana mpango nyingi sana za ajira na hata na kimasomo. Mimi sioni bado, sababu vijana wengi bado wako mtaani, hakuna kazi. Wengine tunajaribu tu ile kujiajiri kidogo, shughuli za hapa na pale ndogo ni nini, kama ufugaji wa kuku. Hizo ndo vitu zenye tunafanya mengi mtaani. Kuboresha ajira, kitu cha kwanza sasa tunafaa watafute vijana mtaani, waangalie wale wenye walisomea makozi, wale wenye walimaliza university nini, watafutiwe mahali waekwe. Wenye wanaekwa pale ni wale watu wenye walishasomea. Unapata mtu mwenye alifanya kazi ameretire, bado tena anaregeshwa kazi, vijana wako mtaani. Hiyo kitu sasa itakuwa vipi? Kijana ni lini ataingia kwa kazi kama wale wazee hata kutoka watoki? Mzee ndo anaajiriwa, mzee mwingine tena ndo anaajiriwa. New people wenye wanakuja ni aged kuliko sasa vijana. Sasa ndo tunafaa sisi ndo tuchukue serikali ikae, pia sisi pia tunaonekana pale at least. Naitwa Brahmani Juma kutoka Undanyi, niko katika maeneo ya Mwatate. Tunashukuru serikali kwa kweli imejaribu kadri ya uwezo wake kuweza kusaidia vijana, hasa kwa kubuni kazi, japo si wote ambao wameweza kufikiwa na hizo kazi, lakini ninaamini kwamba 75% wameweza kutengeneza kazi kwa vijana. Vile kwa hizi mpango ambao serikali imeweza kutuletea kuinua vijana kiuchumi, ili wamepewa pesa ili kuweza kujiwezesha kimaisha ama kibiashara. Tunashukuru sana serikali, ila tunazidi kuiomba serikali itilie maanani sana vijana, maana hawajafikiwa wote hapa mashinani. Ndizo baadhi ya kauli zao kuhusiana na swala hili zima, wakitoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba inaboresha mbinu zake za kuhakikisha pia basi idadi kubwa ya vijana zaidi ambaye bado imesalia inapata ajira. Naregesha kwako studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta.